ziko neema huko msamaha ambao Mungu ameutoa. Ziko neema huko msamaha ambao Mungu ameutoa kwa ajili ya kanisa. Iko neema. Inawezekana dhambi imekushinda kwa namna gani, ila ziko neema. Kwa msalaba ametufia ili akatufungua katika haya. Mtu mmoja aende mbele za Mungu. Neema za yeye ni wa neema sana. Yeye ni wa neema. Hapo anasema lile ninalotaka kutenda lakini lile nisilotaka kutenda ndilo ninalolitenda. Lakini neema ilipokuja kwa njia ni kuomba neema mbele za Mungu katika huo muda ambao umepoteza katika zako, katika muda ambao umebaki katika hali ya kulala. Kuna mahali Mungu alitaka mtu mmoja, kuna mahali Mungu alitaka mtu mmoja Kristo nimepelekea kuathiri nafsi yetu hata vikapaka tukapokea hata tukaathirika kwa ajili ya maisha tena kwa ajili ya yale unayopokea tena tuzie. Yesu leo yuko mahali hapa, ukawe mwanzo na mwanzo mpya katika nafsi yako, nafsi yako ikapate kuumba upya, nafsi yako ikapate kuumba upya. Yamkini iko dhambi ambayo ilikushinda kwa sababu ya hali ya nafsi yako, kwa sababu ya yale ambayo ulikuwa unaruhusu ndani yako. Ni wakati wa kwenda mbele za Mungu, akaiumbe nafsi yako katika namna ya upya, akaiumbe nafsi yako katika namna ya upya, ili ukapate kumfurahia na kumshangilia wokovu wa Bwana moyoni mwako. Sawa sawa na neno lako Yesu Kristo, utupe kusimama katika anaitoa na ikiwa kama kweli mtu unakusudia badiliko ndani ya moyo, ili nafasi ambayo Mungu anaitoa kwako, kama kweli umekusudia badiliko, uko msaada uliotokana na msalaba, uko msaada ulioshushwa kwa njia ya msalaba. Ili hilo badiliko likapata kutokea maishani mwako, hauhitaji kulichukua hilo jambo kwa nguvu zako, unahitaji umchukue Kristo akae ndani yako. Liko badiliko analoliachilia Bwana ndani ya nafsi yako. Liko badiliko analoliachilia Mungu ndani ya nafsi yako. Kwa kazi ya msalaba alikufa ili akachukua katika haya yale yanayotesa moyo. Leko pepesuka papala katika ila kaya na masopara na ina makajaya elia subarata ya manoya na seketa liko manderemo saya na makompelekera rena masuka parana na yakota liko saya na mala na makoya na manta raka papa kuanta na maina redo saya paradostika. Ebu tazama kazi ya msalaba, tazama kazi ya msalaba, tazame Yesu aliyekuokoa. Usitazame kwa mali ya maisha yako, usitazame kwa mali ya nguvu yako.
Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amesikia maneno haya siku ya leo. Mara nusa ya talaba hazanama. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Asante kwa ajili ya binti wa mama na baba. Asante kwa ajili ya hili yao wasikia unavyotendea kazi. Mungu mtakatifu, simama na kanisa lako kupitia neno hili Bwana, ukajenge fahamu zetu, fikra zetu kwa upya, tukaifuate njia yako, tukaifuate njia yako Bwana, ikiwezekana tukapata hata Mungu kuyachunguza habari ya siku tuliyopokea wokovu. Inawezekana misingi yetu ya wokovu ilikuwa mibaya. Inawezekana tukuja tukiwa tumezamilia kubadilishwa, tulikuja kwa ajili ya vitu vingine. Mungu mtakatifu, wewe unatengua na wewe unaanzisha, wewe unabomoa na wewe unajenga, ukawalimu na kuangusha ufahamu ambao inawezekana kwao kuja katika wokovu lakini haukuwa sahihi, ili ukatujengea ufahamu mpya, tukapate kuzidi kuongezeka, kukua hata kufikia utimilifu wako Kristo. Tusaidie, tusaidie kanisa, tusaidie ni katika usafi wa mwili, katika usafi wa roho na nafsi tunakuona, ni katika tusaidie